Nimekuta tukio hapa la uvunjifu wa amani hapa ndani kwenye nyumba ya mpwa wangu hapa, ambapo mimi nimetokea kituo cha polisi cha Sawasawa Magengeni kwa ajili ya kwenda kufungua kesi ambayo ilikuwa inanisibu mimi ndani ya nyumba yangu. Sasa wakati natoka huko kwenye kituo cha polisi Magengeni, nimekuta tukio hapa likiendelea kwa ajili ya vurugu ndani ya hii nyumba. Tukio hili linasababishwa na wananchi wenye hasira kali. Baada ya mimi mwananchi labda pengine kuvunjiwa hiyo nyumba na ambayo imesababishwa na huyo Kristina, nafikiri ndio wakasimama gidete kwa ajili ya kusema kwamba huyu mtu ni mgeni, alafu amekuja kumharibia mwenyeji wetu. Sasa wanajaribu kuangalia kwamba huyu mtu mbona yupo tu hapa na tukio limetokea, lakini kuna jambo gani labda linaendelea. Lakini sasa niliomba kwamba, na kwa sababu tumetoka kule kituoni, na bahati nzuri nikiwa na mkuu wa kituo njiani pale amepata taarifa ya mahali hapa. Kwa hiyo hapa ninavyoongea hapa najua kwamba yuko kufanya utaratibu kuja mahali hapa kwa ajili ya tukio, kwa ajili ya kuja kuzuia yeye nani. Labda tu na mimi niombe ndugu mwandishi kwamba niombe tahadhari kwa watu, ndugu zangu, wasitishe hili wanachokifanya ili mpaka taratibu za serikali itakapokuja kufanya yanayowezekana hapa ndani ya hili tukio. Hapa hii nyumba ni nyumba ya mtoto wangu, huyu ni mtoto wa dada yangu. Hii ni familia, manake hapa kuna huyu ni mtoto wa dada, lakini kuna nyumba nyingine ambayo imevunjwa iko huko juu ni ya kaka. Sasa nimepata taarifa usiku kwamba nyumba ya kaka imevunjwa. Baada ya kupata hiyo taarifa, nikaamua nije leo niangalie hiyo nyumba, kuja na kuta wananchi wenye hasira wamevamia kwa mtoto wangu. Ni kwamba wananchi wamekasirika kwa kitendo cha kaka kubomolewa nyumba. Kaka nyumba imebomolewa bila kufuata utaratibu, wala hakuna makesi mahakamani, hakuna maongezi yote ambayo labda familia kama familia tumesikia. Sisi tulichoona tu ni kwamba nyumba ya kaka imekuja imebomolewa. Kwa hiyo baada ya kusikia familia kama familia tumesogea kwa kaka, tumefika hapa tunakuta wananchi wenye hasira kali pia wanavunja nyumba ya mtoto wangu, ambapo pia wanasema kwamba na yeye aondoke kwa sababu kwanza hawamjui, wanamjua kaka ndio ameishi huku. Kwa fujo ni kama hivyo, kama unavyoona mwandishi, mambo yanavyoendelea. Yaani shida tatizo kwa hapa Kilimahewa, huwa hatupendi kunyanyasana.